Uendeshaji wa ligi Tanzania unasimamiwa na Shirikisho la Kandanda Tanzania TFF na vyombo vyake, bodi ya ligi na kamati zake zingine. Na sisi serikali tuna mipaka ya namna ya kufanya kazi na vyama vyote vya michezo, sio TFF peke yake. Hili jambo bado liko mikononi mwa waendeshaji wa ligi. Litakapowashinda wakitaka lije serikalini watalileta. Lakini kwenye uharibifu wa mali, sisi hakuna mali yetu iliyoharibika. Uwanja wetu wa Benjamin Mkapa upo salama, ulikuwa tayari kwa mechi. Mechi imeahirishwa, tunasubiri wanaosimamia mchezo wa soka watakapopanga mechi nyingine ya kuja kufanyika Benjamin Mkapa. Haya mengine ya nani alikuwa sahihi, nani hakuwa sahihi, mkaulize TFF. Wao ndio watakuwa na majibu na jambo hili, lakini sisi kwa sasa serikalini bado tunaona ni jambo ambalo linaweza likatatuliwa na Shirikisho la Kandanda Tanzania TFF na wadau wake. Jamani, asanteni sana. Nawashukuru sana kwa mkutano mzuri. Naamini mmefurahia kuwepo Kwala, sio? Nikija tena mnataka twende wapi? Bagamoyo. Bagamoyo tukaangalie nini? Mimi nataka nikaoneshe miradi ya serikali. Mnataka Dodoma? Twende kwa SGR. Basi tutawaandalia safari ya kwenda mwende mkaone mji wa serikali. Au sio? Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa kiwango cha mzigo tunachoingiza kwa sasa ni kiasi gani? Nataka kufahamu pia kuhusiana na kama bandari ya Kwale imeweza kumanage hiyo ukubwa wa mizigo inayoingia kwa sasa. Nataka kujua kama bandari ya Kwale imeweza kumanage, na kama haija manage, kama kuna athari zozote ambazo zimetokea kufuatia na wingi wa mizigo. Lakini pia nina swali dogo, japo umelijibu kwa kiwango chake, kuhusiana na maloli ambayo yamezagaa kwenye mji wa Dar es Salaam. Imekuwa ni kero kubwa sana, mpaka imefikia kiwango maloli wenye maloli wanatafuta wananunua makazi kwenye sehemu ya makazi wapaki maloli badala ya kwenda nje ya mji. Na hiyo inakuwa ni kero. Alafu pia maloli hayo yameleta kero kubwa sana kwenye ukitoka Kibaha tu Chalinze. Nataka kufahamu serikali inachukua hatua gani kwenye hili. Asante. Sawa, kwenye hili la malori kwanza ndio hii ya bandari kavu tunayoianzisha, kusema kweli sehemu kubwa ni kupunguza huo msongamano wa malori Dar es Salaam. Kwa sababu hata wao wenye malori wenyewe hawapendi ule msongamano. Unawapa shida, unawapa changamoto. Kwa sababu wanatumia siku nyingi kuchukua mzigo wakati angeweza kufika kwenye bandari akachukua na kuondoka. Kwa hiyo hii bandari ya Kwala, bandari kavu ya Kwala, lengo mojawapo ni hilo, kwamba sasa mizigo ya malori wafanyabiashara waje waichukulie hapa Kwala. Lakini jingine ndio lile nililosema, tunaendelea kutekeleza mradi wa barabara ya mzunguko Dar es Salaam. Lengo ni kwamba sasa malori kwenye zile njia ambako yanapita yanaleta kero, yatatumia njia ya mzunguko kwenda nje ya Dar es Salaam. Yatatupunguzia msongamano. Sasa haya yanayopaki kwenye makazi ya watu, hilo ni jukumu la serikali mkoani Dar es Salaam, nimelichukua, nitamfikishia mkuu wa mkoa Chalamila, waone yale ambayo yameziba mitaa yetu na kuwa kero. Kwanza ni uchafuzi wa mazingira, lakini pili analeta usumbufu kwa wananchi. Na ziko sheria za mipango miji ambazo zinazuia uwepo wa malori sehemu zisizohusika. Kwa hiyo hilo nalichukua, nitakwenda kulifikisha kunako hitajika. Uwezo wa bandari yetu ya Dar es Salaam, nadhani nimesema mwanzoni, kwa upande wa makontena ni makontena zaidi ya milioni 1 kwa mwaka. Na hapa ni makontena 300,000 ambayo tunaweza kuhudumia hapa. Lakini upanuzi tunaofanya tunaweza kuhudumia makontena zaidi ya 300,000. Kwa sababu kinachohitajika ni kutengeneza maeneo kama haya na kufikisha miundombinu kama hiyo ya reli. Kwa kadiri tunapoendelea kupanua hili eneo, tutakuwa na eneo kubwa zaidi ambalo litawezesha makontena mengi kufikishwa hapa na kufanya kazi. Bandari zingine zinaendelea kufanya kazi vizuri. Wote mmeona Mheshimiwa Rais alitembelea bandari ya Tanga wiki iliyopita. Kazi inafanyika vizuri, uwezo wake wa kufanya kazi umeongezeka zaidi ya mara 2. Inaendelea kutoa huduma kwa maana ya mizigo ya makontena, mizigo ya sio mnahitaji isiyo ya makontena, labda niseme hivyo, mizigo ya general cargo ya kawaida ile. Magari, mafuta, yote tunafanya kwenye bandari yetu ya Tanga, lakini kadhalika bandari yetu ya Mtwara na bandari zingine zinaendelea kufanya kazi. Kazi za uboreshaji wa bandari zetu zinaendelea. Ni uwekezaji mkubwa, utakwenda hatua kwa hatua kwa sababu mahitaji ni makubwa. Bandari yetu kwa mfano ya Mtwara tumeilenga mahususi kimkakati kwa ajili ya kuhudumia ukanda wetu wa kusini,
lakini pia nchi za kusini, Msumbiji, Malawi. Msumbiji upande ule mwingine ule ambao haupakani na bandari, ambako pia wameonesha nia, na serikali iko katika mazungumzo na wawekezaji. Lengo letu pia ni kujenga reli ya kutoka Mtwara kuunganisha mpaka Mbamba Bay. Lengo ni kwamba mzigo ukitoka huko unakotoka, ukifika bandari ya Mtwara usafirishwe pale kwa treni kwenda bandari ya Mbamba Bay. Ukitoka pale utakwenda Malawi, utakwenda Msumbiji, utakwenda Zambia na maeneo mengine ambako tunaweza kusafirisha kwa urahisi. Asanteni sana, naambiwa muda umekwisha. Umekwisha kabisa. Basi la mwisho la upendeleo. La mwisho moja tu, lakini moja tu. Lakini pia jina naitwa Kendrick, nasikia Manara TV. Nani? Kendrick Saidi kutoka Manara ndio TV. Kendrick. Naam. Naomba kwanza nikuombe radhi kwa swali ambalo nakuuliza kwa sababu liko tofauti na mada zetu za maisha yangu binafsi. Hapana. Inahusika kwenye utendaji wako wa kazi. Tarehe 8 mwezi wa 3 ilikuwa ni siku ambayo ilitakiwa ichezwe dabi ya Simba na Yanga. Jamani, samanini ndio maana wewe uliza tu swali, uliza. Hiyo mechi iliahirishwa, haikucheza kwa sababu tofauti zilizotokea. Mmoja akisema kwamba amezuiliwa kwenda uwanjani kufanya mazoezi, mwingine akidai kwamba amefuata kanuni zote za kimichezo, akiwa na Young Africans akiwa anadai pointi 3 na magoli 3. Teki ya serikali kwenye hili ni nini? Kwa sababu kazi moja ya serikali ni kulinda mali na raia wake na kazi zingine. So kwenye hili kumekuwa na mikanganyiko. Wengine kwamba tunacheza, wengine hatuchezi. Kwamba wengine bora zipigwe ngumi kuliko kucheza. Wengine mamlaka zinasema mechi itachezwa tu. Serikali kwenye hili, kwenye kutuliza hizi ghasia, neno moja ya serikali, tunaamini serikali haingilii kwenye sekta za michezo, lakini tunahitaji serikali ina maoni gani kwenye kutuliza hizi vurugu ambazo pengine zinaweza zikaenda kutokea hapo mbele. Haya, Kendrick anataka kuhamisha mjadala wangu. Majibu mafupi kabisa